Fadhali, kuna watu naona wamtukuzi Bwana kwa ajili ya The Vine. Nataka nione watu wote tukimtukuza Bwana Yesu kwa ajili ya watumishi wa Mungu wazuri The Vine, kwa namna wanavyotuongoza kumwabudu Bwana, kwa namna wanavyohudumia maisha yetu kupitia kumwabudu na kumsifu Bwana. Amen. Asanteni sana The Vine, mnaweza mkaenda mkapata siti zenu. Na wakati wanaenda tu kumtukuza Bwana. Hakuna aliyekuzuia kufanya hivyo. Haleluya. Amen. Ninamtukuza Bwana Yesu tena kwa ajili ya zawadi ya siku hii nzuri ambayo ametupatia, na kwangu ninachukua ni heshima kubwa sana Mungu kutuleta tena siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na siku zote mojawapo ya njia ambayo tumejifunza kutokea kwenye neno la Mungu ya Mungu kuwasaidia watu ni kwa kuwafundisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutamwabudu Mungu, tutamtukuza Mungu, lakini moja ya kitu au ya kifaa kwenye ibada ambacho Mungu amekikusudia kiajenge, kiatengeneze, kiakusanye maisha ya watu na kuachilia uelekeo ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na Baba ametufundisha tunapokuja hapa, New Vine ni darasa, ni chuo. Kwa hiyo tunakuja kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapokuja unapaswa kuhakikisha umekuja kama mwanafunzi. Umekuja kujifunza, umekuja kuchunguza, umekuja kuchunguza maandiko, umekuja kutafakari maandiko. Kwa hiyo jiandae kuwa na daftari lako zuri, Biblia yako ambavyo ni vifaa vyetu vya kujifunza, na kalamu yako, ili tuendelee na kile ambacho Mungu amekikusudia siku ya leo kitujenge na kitupe uelekeo wa mbele zaidi. Haleluya. Ninamshukuru Mungu tena kwa zawadi ya wazazi wetu wazuri, baba na mama, James na Frida Kalekwa, kwa malezi yao. Mimi nitasema kila siku ya kwamba mimi ni matokeo ya malezi yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza tukawa watu wengine wengi wamechangia kwenye kutujenga na kutuendeleza mbele, lakini moja ya watu ambao Mungu amewatumia kwa nafasi kubwa kunijenga mimi na mke wangu na familia yangu kwa ujumla ni baba na mama. Mambo mengi kwenye maisha yangu yameanza kuwa na matokeo makubwa baada ya kuwa chini yao na chini ya malezi yao, chini ya fundisho, lakini chini ya kuona namna gani wao wanaenenda. Nina mambo mengi ambayo kabla sijawa chini ya malezi yao na baada yanajitofautisha dhahiri. Bwana Yesu asifiwe. Na baadhi yenu ni mashuhuda. Mnajua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vitu vingi ambavyo ninavyo leo kwenye maeneo mbalimbali ya maisha yangu ni matokeo ya malezi ya baba yetu na mama. Kwa hiyo baba na mama, ninawashukuru sana kwa kuendelea kututengeneza na kutujengea jukwaa la kuendelea kukua siku kwa siku. Lakini ninashukuru sana kwa namna ambavyo nimeendelea kuaminiwa kusimama na kufundisha na kulilisha kundi la Bwana, yale ambayo Mungu ameyaweka ndani ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini pia ninamtukuza Bwana Yesu kwa ajili ya zawadi nzuri ya mke wangu. Ninamfurahia Mungu sana ambaye alinipa huyu mke. Bwana Yesu asifiwe. Yani moja ya vitu vya kujivunia wakishe Mungu ndo amekupa mke. So namshukuru Mungu. Mungu mwenyewe ndo alinipa. Na sijawahi kujuta tangu siku ya kwanza hadi sasa hivi. Kwa hiyo ninamtukuza Bwana Yesu, na mke wangu nakupenda. Asante kwa kutumika na mimi. Asante kwa kulipa gharama wakati mwingine zaidi ambazo mimi nazilipa kwenye huu utumishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ninamtukuza Bwana Yesu pia kwa ajili ya uongozi wa kanisa, kwa maana ya management, PMC, kwa namna ambavyo tunafanya kazi ya Mungu kwa pamoja, hasa kipindi hiki ambacho mchungaji wetu mkazi hayupo. Ninaona heshima, ninaona namna ambavyo mnanipokea, ambavyo tunafanya kazi kama vile baba yupo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hilo ni jambo kubwa sana kwangu, na ninajisikia vizuri namna ambavyo mmenipokea na namna ambavyo tunatumika pamoja kuhakikisha kazi ya Mungu inaenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Na pia kama ambavyo tunafahamu, baadhi yetu labda tunaweza tusiwe tunafahamu, lakini baba yetu yuko Marekani kwa huduma, na hii ni wiki ya tumeanza wiki ya 3 nafikiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumeanza wiki ya 4. Tunaanza wiki ya 4 kesho. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo baba hatuko naye, lakini moja ya kitu ambacho uwe una hakika nacho, anafuatilia ibada hii pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pokea salamu zake, alikusalimia. Tumekuwa tukiwasiliana naye mara kadhaa. Amekuwa na majukumu mengi, lakini amekuwa anapata muda wa kufahamu nini kinaendelea, lakini kuuliza hali ya kanisa inaendeleaje, na amesema anatuombea, na hilo hatuna mashaka nalo, lakini anatupenda. Kwa hiyo tupokee huo upendo kutoka kwa baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tupokee huo upendo kutoka kwa baba yetu. Amen. Tumekuwa na mfululizo wa somo. Tumekuwa na mfululizo wa somo letu zuri, na leo tutaendelea na somo hilo ambalo lina kichwa cha somo kinachoitwa kuwa mtu usiyekimbia nyakati ngumu. Kuwa mtu usiyekimbia nyakati ngumu. Na andiko letu la somo linatoka kwenye Nehemia sura ya 6 mstari wa 11. Nehemia sura ya 6 mstari wa 11. Tunaweza tukasoma wote kwa sauti tafadhali? Nami nikasema, tusome. Nami nikasema, je, mtu kama mimi nikimbie? Naye ni nani akiwa kama nilivyo mimi, atakayeingia hekaluni ili kuponya maisha yake? Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa siku kadhaa, kwa Jumapili kadhaa ambazo zimepita, tumekuwa tukiangalia aina ya mtu ambaye hakimbii changamoto. Na siku ya kwanza ambapo tulitambulisha somo, tuliangalia kusudi la somo ambalo kwa sababu ya muda sitataka kupita huko. Nitatamani uende YouTube, kwenye channel ya YouTube ya baba yetu Pastor James Kalekwa, utaona mambo yote ambayo tulijifunza. Na Jumapili iliyopita tulijifunza tukaangalia ya kwamba aina ya watu wasiokimbia changamoto ni watu ambao wana maisha ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Ni aina ya watu ambao wana maisha ya maombi au maisha ya sala. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Na tukaanza kuangalia ni namna gani sasa hayo maisha ya sala yanamsaidia mtu kuto kukimbia nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba namba moja, yanaachilia nguvu za nafsi kushinda na kupita katika nyakati ngumu hizo. Na tuliangalia vitu kadhaa hapo ambavyo sitavirudia sababu somo lipo. Lakini jambo la pili, tukaangalia ya kwamba maisha ya sala yanakutengenezea kuwa na akiba kubwa inayowekwa ya kukusaidia wakati huwezi kuomba. Tulilitazama hilo kwa upana. Na jambo la tatu, tuliangalia kwamba maisha ya maombi yanakuwezesha kuomba pale ambapo huwezi kuomba, huna nguvu za kuomba. Na tukasema kitu ambacho kitakufanya wakati huwezi kuomba uombe ni tabia ambayo umejijengea wakati hujaingia kwenye nyakati hizo ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Na tukamtazama Bwana Yesu na wanafunzi wake, nini kilitokea na namna ambavyo wakati anawahitaji waombe hawakuweza kuomba kwa sababu haikuwa ni sehemu ya maisha yao ya siku kwa siku. Lakini jambo la nne, tukasema maisha ya sala yanaachilia utulivu na ujasiri wa ndani nyakati ambazo nje hakuna utulivu na kuna kelele zinazojilazimisha kuingia ndani yako kwa lazima. Haleluya. Na jambo lingine, jambo la tano, tukasema maisha ya maombi yanamzuilia mtu kuingia majaribuni au kupotelea kwenye majaribu au kumezwa au kushindwa na majaribu hayo. Na tukaona ni Marko 14:35, neno la Bwana nasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Roho i radhi ila mwili ni dhaifu. Na tukaangalia tunaposema msije mkaingia majaribuni inamaanisha nini hasa. Haimaanishi kwamba hamtaingia, kwamba hutazuiliwa usiingie, hapana. Inamaanisha utaingia, lakini majaribu hayatakuweza. Majaribu hayatakuwa na nguvu dhidi yako, au majaribu au nyakati hizo ngumu hazitakukimbiza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na leo tutaendelea na kitu kimoja, na tutakuwa tunahitimisha aina ya kwanza ya watu ambao ni watu wenye maisha ya maombi. Na baada ya hapo tutaangalia Mungu akitupatia nafasi nzuri siku ya Alhamis na Jumamosi na Jumapili nyingine ijayo tutaangalia vitu vingine vinne
vinavyowaonesha watu wasiokimbia nyakati ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa tuendelee na jambo letu la 6 ambalo ni maisha ya sala yanamsaidiaje mtu kutokukimbia nyakati ngumu. Maisha ya sala yanamsaidiaje mtu kutokukimbia nyakati ngumu. Na tunapozungumzia sala, kwa wewe mgeni au ambaye haujawahi kusikia somo hili, tunazungumza sala kama iliyojumuisha maombi, iliyojumuisha sifa, iliyojumuisha shukrani au iliyojumuisha ibada. Na tuliona kutokea kwenye tafsiri ya kamusi ya Donny Fleming, kamusi ya Biblia, anasema sala ni njia ambayo kwayo watu hushirikiana na Mungu wakimuomba, wakimsifu, wakimwabudu na kumtubia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunaposema neno sala ni zaidi ya maombi. Ndani ya sala kuna maombi, ndani ya sala kuna shukrani, ndani ya sala kuna kumsifu Mungu, ndani ya sala kuna kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ulielewe vizuri, unaweza toka angalia Mathayo sura ile ya 6 anapowafundisha wanafunzi wake sala ya Bwana, ndio: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni, utupe leo riziki yetu. Bwana Yesu atusaidie sana. Ukiangalia mtiririko mzima unakuta ndani yake kuna nini? Kuna kumsifu Mungu, si ndio? Ndani yake kuna nini? Kuna kumshukuru. Ndani yake kuna maombi, si ndio? Ndani yake kuna kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaposema sala tunajumlisha vitu hivyo vyote. Kwa hiyo tunaposema uwe mtu wa maisha ya sala, hatumaanishi uwe mtu wa maombi peke yake. Tunamaanisha uwe mtu ambaye unaomba, uwe mtu ambaye unamsifu Mungu, uwe mtu ambaye unatubu. Hayo ni maisha yako ya kawaida. Kwa tukikuona wewe hatukutofautishi na kumsifu Mungu, ni sehemu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo jambo la 6 ambalo maisha ya sala yanamsaidia mtu kutokukimbia nyakati ngumu ni kwamba maisha ya sala yanachochea imani iliyolala. Maisha ya sala, ambapo sasa tukisema sala, wewe akilini usifikiri tunazungumzia tu maombi, sawa? Ujumlishe vile vitu vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokuwa tunasema sala, mimi mnirahisishie tu ili nisiwe na vitaja vyote, sawa Kwa tunaposema sala tunazungumza vitu vyote hivyo ambavyo nimevizungumza. Sasa maisha ya sala yanachochea imani iliyolala, au kibiblia inaitwa imani iliyopungufu au imani haba, imani isiyokuwa. Kwa hiyo maisha ya sala yanasababisha imani ambayo imedumaa isiyokuwa ikue. Bwana Yesu asifiwe. Na nitakuonesha, na leo tutaenda taratibu ili tuelewe hiki ambacho tunakwenda kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maisha ya sala yanachochea imani iliyolala, imani isiyokuwa, na kuifanya hiyo imani ianze kukua, ianze kufanya kazi katika kukabiliana na nyakati ngumu. Kwa hiyo ukiwa una imani na ukawa hauombi, kuna aina ya nyakati ngumu ambazo zitakukimbiza badala ya wewe kuzikimbiza. Kwa hiyo kitakachofanya imani ianze kufanya kazi, sisi wote tunafahamu kwamba imani chanzo chake ni nini? Ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo mtu anapolisikia neno la Mungu, imani huwa inafanya nini? Inaumbika ndani yake. Uhakika unaumbika ndani yake, lakini huo uhakika huwa unakuwa inactive. Huo uhakika unakuwa ambao hauwezi kufanya chochote mpaka mtu aombe. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Mathayo sura ya 17 na mstari wa 21. Mathayo 17:21. Neno la Mungu linasema hivi: lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Sio kwa kuomba na kufunga, ndio? Nasemaje? Kwa kusali na kufunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa
tutakwenda tutaitazama namna hiyo aliyokuwa anaisema. Alikuwa anasema namna gani? Sio sasa hivi. Pause kwanza hapo. Namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa hiyo neno la Mungu linaonyesha kwamba kuna aina ya mambo huwa hayatoki mpaka mtu amefanya nini? Amesali, alafu amefanya nini tena? Amefunga. Bwana Yesu atusaidie sana. Mstari wa juu yake wa 20. Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Kwa hiyo kwa kutazama hapo unaona mistari miwili kama inajikataa, si ndio? Si ndio? Mstari huu anasema hivi, mkiwa mna imani kiasi cha punje ya haradali, mtakuwa mna uwezo wa kuambia mlima huu ung'oke na ukatupwe kule. Alafu anasema hivi, hakuna neno ambalo halitawezekana kwenu. 21 anasemaje? Lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Je, kusali na kufunga ni mbadala wa imani? Na kusali na kufunga sio mbadala wa imani, lakini kuna hali ambayo ukiwa nayo inakupelekea ili aina fulani ya changamoto au aina fulani ya nyakati ngumu ikupishe, iondoke, usikimbie, inabidi ufanye nini? Usali alafu ufunge. Sasa pause kwanza hapo tutakuwa tuna matumizi nako baadaye kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufunga na kusali huwa hakumbadilishi Mungu, wala hakumshawishi Mungu, wala huwa hakuzibadilishi nyakati ngumu. Kufunga na kusali huwa kunambadilisha anayefunga na anayesali. Bwana Yesu atusaidie sana. Usije ukafikiri kwamba unapofunga kwamba ugonjwa utakukimbia kwa kuwa umefunga au kwa kuwa unasali. Kufunga na kusali kuna kusaidia wewe. Na kuna kusaidia nini? Kuna kusaidia kwenda kuchochea imani yako. Na nitakuonesha hata usio na mashaka. Kuna saidia kwenda kuchochea kile kitu ambacho kimepungua, kile kitu ambacho kimekufa, kile kitu ambacho hakifanyi kazi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kabla tujaenda kwenye hicho kina, tuangalie imani inamsaidiaje mtu katika nyakati ngumu. Alafu tutaunganisha hapo. Imani inamsaidiaje mtu katika nyakati ngumu? Jambo la kwanza, imani humfanya mtu aone zaidi ya hali alizonazo. Au imani humsaidia mtu kuona yaliyo nyuma ya nyakati ngumu. Imani humfanya mtu aone zaidi ya hali iliyopo sasa. Humsaidia mtu aone uhakika wa kilicho nyuma ya nyakati. Kwa hiyo imani huwa inamfanya mtu awe na macho zaidi ya macho ya kawaida. Aone zaidi ya hali, aone zaidi ya mazingira. Imani. Waebrania sura ya 11 mstari wa kwanza. Baba amekuwa akitufundisha sana hapa. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo imani huwa inaona mambo yasiyofanya nini? Yasiyoonekana. Imani ina macho ya kuona yaliyo nyuma ya nyakati ngumu. Imani ina macho ya kuona vitu vizuri vilivyoko nyuma ya nyakati ngumu. Na wakati natambulisha somo nilikwambia kwamba nyakati ngumu ni daraja la kukupelekea kwenye vitu vizuri. Kwenye kila wakati mgumu unaokujia kuna vitu vizuri vilivyoambatana na hivyo. Kwa imani huwa inaviona vile vitu vizuri. Kwa uzuri wa hivyo vitu inapelekea mtu apuuzie wakati mgumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
imani inamfanya mtu aone ahadi ya kupokea mtoto. Hiyo ahadi ya kumpokea mtoto inakuwa ni kubwa kwake kuliko udhaifu wa mwili wake. Kwa imani ina macho ya kuona vitu ambavyo macho ya kawaida hayaoni. Warumi 4:20 hadi 21. Neno la Mungu nasema hivi. Warumi 4:20 hadi 21. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Akifanya nini? Akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Kwa kinachomfanya asisite ni nini? Ameona nini? Ahadi ya Mungu. Bali alitiwa nguvu kwa imani, akimtukuza Mungu, huku akijua ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kwa imani huwa inaona yale yaliyo nyuma ya nyakati hizo ambazo unaziona. Kwa imani ina macho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ukiwa una imani umeongeza mlango mwingine wa fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa una imani umeongeza mlango mwingine wa fahamu. Bwana Yesu asifiwe. Yakobo 1:2 hadi 4. Neno la Mungu linasema hivi, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali. Ni nini? Kwa hiyo ndugu zangu, nyakati ngumu zikija za kiuchumi, mzee Yakobo anatuambiaje? Tufurahi. Kitu kinachoweza kukufanya ufurahi wakati unashinda njaa ni pale unapoona kilicho nyuma ya hiyo njaa. Bwana Yesu atusaidie sana. Kitu kinachokufanya uone furaha wakati wa nyakati ngumu, wakati wa magonjwa, wakati umetangaziwa unaweza ukafa muda wowote, kinachokufanya uwe una furaha ni kuona uzuri ulio nyuma ya huo ugonjwa, ya hilo tangazo la kifo, ni kuona uzuri huo. Bwana Yesu asifiwe. Stefano wakati anapigwa mawe si ndio? Anapigwa mawe, akaangalia juu. Kuna kitu alikiona ambacho wengine walikuwa hawakioni. Akapata nini? Ujasiri, na akafurahi kwamba okay, mnaniua, kuna sehemu nzuri naenda bora kuliko hapa. Kwa hiyo huwezi kufurahia ukiingia kwenye majaribu kama huna jicho linaloona yaliyo nyuma ya hilo jaribu. Mzee Yakobo anaendelea anasema hivi, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta nini? Saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa neno. Kwa mtu mwenye imani huwa anaona ukamilifu baada ya kuwa ametoka kwenye jambo gumu au kwenye nyakati ngumu ambayo inamkabili. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili hapa tunaangalia ni kwa namna gani imani inamsaidia mtu katika nyakati ngumu, au imani inamsaidiaje mtu katika nyakati ngumu. Lakini usisahau kwamba kinachofanya hii imani ifanye hii kazi ni nini? Sala. Usisahau kabisa. Usisahau tunakoendelea. Kinachofanya hii imani imfanye mtu aone ambacho alikuwa hakioni ni nini? Sala. Jambo la pili, imani humwezesha mtu kuzishinda na kuzikimbiza nyakati ngumu. Imani humwezesha mtu, huweka nguvu ndani yake wa kushinda na kuzikimbiza nyakati ngumu. Waebrania sura ya 11 mstari wa 32 mpaka 37. Na Mungu anasema hivi, nami niseme nini tena? Maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideon na Baraka na Samson na Yefta na Daudi na Samuel na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoona akina Gideon wanakwenda kupigana vita, mara nyingi watu waoni imani, si ndio? Huwa tunaona tu ametoka ameenda. Lakini kumbe walivyokuwa wanaenda kupigana na wanashinda vita, kilichokuwa kinashinda vita ilikuwa ni nini?
imani. Anasema walitenda haki, walipata ahadi, walifunga vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa imani ndipo walipoweza kufanya hayo mambo. Sasa ukiwaangalia watu hawa wote waliotajwa walikuwa ni men of prayer. Kwa hiyo imani ilikuwa inaweza kufanya kazi kwa watu wanaoomba. Danieli alifunga vinywa vya nini? Vya simba. Nyuma yake alikuwa anafanya nini? Alikuwa anaomba. Gideoni amekimbiza jeshi, kabla hajakwenda alikuwa anaomba, ameomba maombi mengi. Waamuzi sura ya 6, ukisoma sura hiyo yote, sura ya 6, sura ya 7, amekimbiza jeshi, nyuma yake kulikuwa kuna maombi. Mungu amemwambia, lakini ameomba. Ile imani ndipo ikaanza kufanya kazi. Kwa hiyo maombi yanatengeneza mazingira ya imani kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi yanatengeneza mazingira ya imani kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Imani huleta ustahimilivu ndani ya mtu wa kuvumilia nyakati ngumu, kwa kumsaidia kuona mambo yaliyo bora zaidi kuliko maumivu. Imani huleta ustahimilivu ndani ya mtu wa kuvumilia nyakati ngumu, kwa kumsaidia kuona mambo yaliyo bora zaidi kuliko maumivu. Media team, naombeni mnitafutie andiko haraka sana la Ayubu. Anasema maana pasipo mwili huu mtamwona Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitafutieni haraka. Kwa imani humwezesha mtu kuwa na ustahimilivu. Kuna nyakati ngumu, lakini anaweza kuzibeba, anaweza kuzistahimili. Ayubu tunafahamu kisa chake. Moja ya jambo ambalo alikuwa anashawishiwa na mke wake sana ilikuwa nini? Amkufuru Mungu, afe, aepukane na maumivu. Lakini Jumapili iliyopita tuliona akili za Ayubu zinamshawishi afanye nini? Ajinyonge, si ndio? Ili afe. Sasa angalia Ayubu 19:26. Anasema hivi, na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamwona nani? Nitamwona Mungu. Kwa hiyo Ayubu kuna kitu ambacho ana uhakika nacho, ambacho anaona hivi, hata kama kila kitu kitaharibika, nitaendelea kustahimili, kwa sababu hata nisipokuwa na mwili huu nitamwona nani? Nitamwona Mungu. Kwa hiyo imani ndiyo inasababisha mtu awe ana hiyo capacity ya kustahimili, awe ana huo uwezo wa kustahimili nyakati ngumu. Kwa nini? Kuna kitu kilicho bora kuliko nyakati hizo anakiona. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie kisa cha Bwana Yesu na wanafunzi katika dhoruba. Kisa cha Bwana Yesu na wanafunzi katika dhoruba. Marko sura ya 4:37 mpaka 41. Marko sura ya 4:37 mpaka 41. Bwana Yesu amemaliza kuhudumu, amewahudumia makutano, wanapanda kwenye mashua wanaenda mji mwingine. Wakati wako kwenye mashua yao, ndo dhoruba inatokea. Mstari wa 37. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwa katika shetri, amelala juu ya mto. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, Nyamanza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?
Kwa imani humsaidia mtu kukaa mtulivu katika nyakati za dhoruba. Imani. Wakati mtu anapitia nyakati ngumu, kuna nyakati huwa hata usingizi hauji. Ni ngumu kupata usingizi wakati kuna nyakati ngumu zinakupitia. Usingizi huwa unaisha kabisa. Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati una madeni, unajua tu muda wote mdeni wako anaweza kaja kukugongea. Usingizi wako unakuja. Usingizi hauji. Bwana Yesu atusaidie sana. Usingizi hauji. Bwana Yesu katikati ya dhoruba au katikati ya nyakati ngumu amefanya nini? Melala. Hana habari. Alafu wanaokuja kumwamsha anawaita ni nani? Ni waoga. Hawana imani. Tafsiri yake ambacho anasema ilibidi mwe mmefanya nini? Chombo kinajaa maji alafu mmefanya nini? Mmelala. Mmesinzia. Ndicho Yesu ambacho anajaribu kuambia. Sasa tunakumbuka wote walikuwa hawaombi, si ndio? Walikuwa hawafungi. Lakini imani walikuwa nayo. Kwa nini? Walikuwa wanamsikia Yesu kila siku. Lakini walikuwa wanaona shuhuda za mambo anayoyafanya Yesu. Kwa imani walikuwa nayo, lakini ilikuwa imefanya nini? Imelala. Bwana Yesu atusaidie sana. Neno la Mungu nasema akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Kwa hiyo uoga unahusianishwa na kukosa nini? Imani. Kwa wakati wowote unapoogopa chochote, unatutumia ujumbe kwamba wewe ni nani? Hauna imani. Kama unaogopa ndoa, hauna imani kuhusu ndoa. Kama unaogopa uchumi, hauna imani kuhusu nini? Kuhusu uchumi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu anasema mngekuwa mna imani kama yangu, dhoruba ingekuwa imepiga alafu mmelala kama mimi. Au hamkutakiwa kupiga kelele, mlitakiwa muunyamanzishe kama mimi nilivyofanya. Kwa hiyo ukiwa una imani ndani yako, una utulivu wa uhakika kwamba hakuna kitu kinachoweza kukudhuru. Bwana Yesu atusaidie sana. Woga au hali ya kutishika, hofu, hali ya ndani ya kutokuwa na amani au salama, mashaka, hali ya kutokuwa na uhakika, yote hayo ni zao la kukosa imani. Kwa hiyo kama wewe ni mwoga, una hofu na una mashaka, ujue hao ni watoto wa mkosa imani. Kwa hiyo waoga wote, wenye hofu wote, wenye mashaka wote hawana nini? Hawana imani. Kwa hiyo unapaswa ukae chini uangalie ni maeneo gani unayaogopa. Ni hofu gani ambazo unazo? Ujue kabisa kwenye hizo hofu hauna imani. Kwenye hayo mashaka hauna imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Imani ndiyo humfanya mtu kuwa na uwezo wa kupata usingizi wakati wa dhoruba au nyakati ngumu. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwenye nyakati ngumu haimaanishi kwamba tutakiwi kulala, si ndio? Pumzika, sinzia, lakini kitakacho kufanya usinzie ni nini? Imani. Na hiyo imani iwe imechochewa na nini? Maombi. Au sio maombi tu, maisha ya maombi yachochee hiyo imani, kiasi kwamba watu wengine wanaweza wanapiga kelele hawasinzii, wewe una usingizi wa kutosha na umepumzika vizuri tu, na mengine yanaendelea. Bwana Yesu atusaidie sana. Swali ambalo ni la kushangaza Bwana Yesu ambalo anawauliza, anasema hivi, hamna imani bado? Unafikiria nini? Hamna imani bado? Yesu ameshafanya mambo mengi na wameona, si ndio? Amewafundisha mambo mengi na wameona. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yakitokea hawatarajii wawe waoga. Kuna mambo yakitokea anawatarajia wawe mstari wa mbele kuyatendea kazi. Wasikimbie dhoruba, waikabili dhoruba na waiambie. Wameshaona vitu vingi sana ambavyo anavifanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo anawashangaa, anasema
Serious kabisa. Hamna ibada bado. Miaka hii yote tutaona kwenye kitabu cha Mathayo anasema hivi, nitakaa nanyi hata lini? Yaani nimekaa na ninyi muda huu wote, lakini bado hamwezi mkatendea kazi. Walikuwa wanasikia neno na kuna baadhi ya mambo waliyafanya. Kilichowazuilia ilikuwa ni swala la nini? Maisha ya maombi. Tuliona walikuwa hawaombi, walikuwa hawafungi. Yesu atusaidie sana. Tuangalie kisa cha Petro. Alilala pia gerezani, si ndio? Unapata usingizi, unajua any time unauawa. Kukosa andike Hosea. Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 7. Petro na yeye analala wapi? Analala gerezani, katikati ya dhoruba, ambapo hatukumtarajia awe melala, awe amesinzia. Neno la Mungu nasema, panapo majira yale yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Sasa ukiwa unasoma neno, hakuna taarifa ya bahati mbaya, sawa eh? Kwa hiyo siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa, inabidi uitunze, ina kazi yake. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4, maana yake askari 16, si ndio? Wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Sasa hii taarifa baada ya Pasaka inahusiana kule juu, na siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Bwana Yesu asifiwe. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari 2. Sio alikuwa amelala. Alikuwa anafanya nini? Sio alikuwa amelala, alikuwa analala. Kwa hiyo tangu amekamatwa alikuwa amefanya nini? Analala, sio alikuwa amelala. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari 2, amefungwa minyororo 2. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamlika mle chumbani. Hata kuiona hiyo nuru ya malaika, ikabidi malaika afanye nini? Ampige Petro bavuni, amka. Akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa wale ambao wamewahi kufika mahabusu, mnajua kabisa mahabusu sio sehemu ya kulala, si ndio? Yaani inatokea umelala, umeshindwa kabisa, yani unafanyaje? Au wale ambao umewahi kwenda kuangalia watu walioko mahabusu, mnajua kabisa mahabusu sio sehemu ya kulala kwa hiyo raha ambayo Petro alikuwa nayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa ili tuelewe mtiririko, sababu inawezekana kuna school of thoughts nyingi kwamba inawezekana alikuwa amekata nini? Alikuwa amekata tamaa. Lakini kwa jicho langu mimi sioni kama alikuwa amekata tamaa. Tuangalie mtiririko wa habari hii. Moja, Herode anainuka na kuanza kutesa na kuua kanisa. Tumeiona kwenye mstari wa 1. 2, mmoja wa wahanga anakuwa ni nani? Yakobo, mwanafunzi wa Yesu, anakatwa kichwa. Wakati vurugu imekuwa kubwa, wakiwa hawajakaa sawa, Petro naye anakamatwa na anawekwa katika ulinzi mkali na askari 16 ili auawe haraka sana. Sasa pale anasema siku ya mikate isiyotiwa nini? Isiyotiwa chachu. Ndipo walipokamatwa ili auawe siku ya nini? Siku ya Pasaka. Tafsiri yake iko hivi: siku ya mikate isiyotiwa chachu ilikuwa ni siku 7 mfululizo, alafu siku ya 8 ndio Pasaka. Kwa hiyo alikuwa kama ana wiki moja ili auawe. Kwa hiyo umepewa walau wiki moja utauawa. Wewe utakuwa unafanya nini? Utakuwa unalala
au utakuwa unaomba, au utakuwa unatafuta wakili ya kukatia rufaa? Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa Petro alipolindwa gerezani tu, yani alipolindwa tu, alipokamatwa tu, kanisa lilianza kufanya nini? Kanisa lilianza kuomba. Kwa hivyo tunapata picha, kumbe ule usingizi ulikuwa sio usingizi tu, ulikuwa usingizi ambao chanzo chake ni nini? Sala. Kwa hiyo walipokuwa wanaomba, imani ndani ya Petro ilizaliwa, akawa na ujasiri, akawa na utulivu, akalala. Sio kwa kuwa alikuwa amekata tamaa, kwa sababu alikuwa anawakia kwamba hakuna chochote wanaweza kumfanya. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo kwa siku 7 zote kanisa lilikuwa linafanya nini? Kanisa lilikuwa linaomba kwa siku 7 zote. Siku ya 8 sasa, ambayo ndiyo Pasaka, Pasaka imefika, anatakiwa atolewe aende akauawe. Biblia sasa inasema alikuwa anafanya nini? Analala. Sio alikuwa amelala. Kwa ilikuwa ni kawaida yake, tangu siku ya kwanza ameingia alikuwa analala. Bwana Yesu atusaidie sana. Na si tu alikuwa amelala kimsingi alikuwa amelala fofofo. Malaika anaingia mahabusu, mwanga unakuwa mkali, bado hata hawezi kutambua kwamba kuna kitu kigeni kimeingia hapa. Alafu akiwa amelala, malaika inabidi afanye jambo lingine, inabidi afanye ni ampige aamke. Yaani ni kama alikuwa amewekewa nini? Amewekewa godoro, amewekewa na mtu na neti, alale. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa tunachoona ni nini? Kanisa lilipoanza kuomba, na yeye ndo alianza kulala. Kwa hiyo kwenye nyakati ngumu, maombi moja ya kitu yanafanya ni kusababisha nini? Imani ianze kufanya kazi ndani ya mtu. Uhakika wa usalama ndani ya mtu. Utulivu katika nyakati ngumu ndani ya mtu unazaliwa mtu anapoomba. Una imani? Ndiyo. Lakini hiyo imani ili ifanye kazi lazima uishughulishe kwenye maombi, ndipo itakuletea matokeo hayo. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu atusaidie sana. Na ukisoma, kuna watu kwenye nyakati ngumu ndio wamefanya vitu vikubwa sana kwenye ulimwengu. Paulo, nyaraka zake nyingi ameziandika akiwa wapi? Akiwa gerezani. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo haimaanishi ukiwa kwenye nyakati ngumu huruhusiwi kufanya vitu vingine kwenye utulivu wako. Unaweza ukawa kwenye nyakati ngumu na bado unafanya vitu vingine kwa utulivu na vikaleta matokeo makubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitakachoamua hayo ni maisha yako ya maombi. Yesu asifiwe. Kufunga na kusali kunafanya nini ili imani ifanye kazi? Kufunga na kusali kunafanyaje mpaka imani inaanza kufanya kazi? Kwenye kila eneo lolote utakaloona utendaji wa imani kumetanguliwa na maisha ya sala. Kwenye eneo lolote, tafuta sehemu yoyote ambapo mtu amefanya kwa imani au ametenda kwa imani, au kuna matokeo yote yamepatikana kwa imani, yalitanguliwa na sala. Utaangalia Daudi, kabla hajatokeza jambo lolote alikuwa anafanya nini? Anasali. Gideoni, akina Meshak, Petro, Paulo, Yesu, kabla hawajafanya chochote kwenye maisha yao cha kiimani, kilikuwa kinatanguliwa na maombi nyuma yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Waefeso sura ya 6 mstari wa 12 hadi 18 kuna andiko ambalo tunajua linazungumza kuhusu silaha za Bwana, si ndio? Tuanzie tu 12. Anasema hivi: kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Endelee. Basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni, na kuvaa dirii ya haki kifuani,
na kufungiwa miguu tayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitwaa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome wote mstari unaofuata. Tusome. Bwana Yesu asifiwe sana. Silaha hizo zote zilizotajwa ili zifanye kazi, inabidi uwe kwenye nini? Sala na maombi sio silaha. Sawa? Sala na maombi sio silaha ya kupigania hiyo vita. Ila ili hizo silaha ulizopewa ziweze kufanya kazi, inabidi iwe ni kwa nini? Kwa sala zote na maombi. Ukisali kila wakati ndipo imani itafanya kazi. Chapeo ya wokovu itafanya kazi. Neno la Mungu litafanya kazi. Kwa hiyo anasema vaeni silaha hizo zote, lakini ili hizo silaha zote mtakazozivaa ziweze kufanya kazi, lazima muwe kwenye nini? Kwenye sala zote na maombi. Mkisali kila wakati. Kusali kila wakati ni nini? Maisha ya sala. Sio tukio la siku moja, ni maisha ya uendelevu. Kwa kama utataka imani ifanye kazi kwenye maisha yako, itabidi ufanye nini? Usali. Sio siku moja, usali kila wakati. Kama utataka neno la Mungu lifanye kazi kwenye maisha yako, inabidi ufanye nini? Usali kila wakati. Kama utataka chapeo ya wokovu ifanye kazi kwenye maisha yako, itabidi ufanye nini? Usali. Kwa hiyo unapoacha kuwa mtu mwenye maisha ya sala na maombi, kunapelekea vifaa vyako viwe inactive kufanya kazi. Vifaa vyako viwe butu kufanya kazi. Kwa hiyo unazikabiri nyakati ngumu ukiwa hauna vifaa vyenye makali, kwa sababu makali ya vifaa vyako yanatengenezwa kwenye sala na maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mathayo 17:14 hadi 21. Sasa tunarudi kule ambako nilisema tutunze kwenye Mathayo 17:21, ndo tunakuja sasa kupata ufahamu mzuri kutokea hapa. Habari hiyo hiyo unaweza ukaipata kwenye Marko sura ya 9 mstari wa 14 hadi 29, lakini kwa sababu ya muda wetu tulionao tutasoma Mathayo 17:14 hadi 21. Neno la Mungu nasema, nao walipoufikia mkutano, mtu mmoja akamjia akampigia magoti akisema, Bwana, umrehemu mwanangu, kwa kuwa ana kifafa na kuteswa vibaya, maana mara nyingi huanguka motoni na mara nyingi majini. Nikamleta kwa wanafunzi wako, wasifanye nini? Wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Mleteni huku kwangu. Yesu akamkemea pepo, naye akamtoka. Yule kijana akapona tangu saa ile. Kisha wale wanafunzi wakamwendea Yesu kwa faragha, wakasema, mbona sisi hatukuweza kumtoa? Yesu akawaambia, kwa sababu ya upungufu wa imani yenu. Sio kwa sababu hamfungi na kuomba, ndio? Kwa sababu ya nini? Ya upungufu wa imani yenu. Kwa maana amini nawaambia, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtauambia mlima huu, ondoka hapa uende kule, nao utaondoka, wala halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Mkiwa na nini? Na imani kiasi cha nini? Cha chembe ya haradali, hakutakuwa na nini? Na neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tutafakari kwa pamoja.
wanafunzi wa Yesu, kama tukizungumzia size ya imani, walikuwa hawana size ya chembe ya haradali. Kama tunazungumzia udogo, sababu Yesu hasemi kwamba ni kwa sababu hamna imani. Anasema ni kwa sababu ya nini? Sababu ya nini? Kwa hiyo imani wanayo, si ndio? Si ndio? Imani ipo. Na kigezo alichosema ni nini? Chembe ya haradali. Kwa kama issue anayoizungumzia ni just size, sio kitu kingine, anatuchanganya Bwana Yesu. Sababu kwenye sura ya 10 ya Mathayo, Biblia inasema hivi, aliwaagiza waende wakatoe nini? Wakatoe pepo, wakaponye, na waliporudi walimletea nini? Ripoti. Wakasemaje? Mapepo yalitutii. Akasema hivi, msifurahie. Tena anasema hivi, sikuona mapepo tu, niliona shetani anaanguka, si ndio? Shetani anaanguka. Sasa kama alimuona shetani anaanguka, maana yake imani wanayo, right? Si ndio? Imani ipo. Lakini anachokizungumza ni upungufu. Wakati huo huo anasema hivi, mkiwa na imani kiasi cha punje ya haradali, mtawaambia mlima huu ondoka hapa uende kule, nao utaondoka. Mkiwa na imani tu ya punje ya haradali. Alafu anasema hivi, mkiwa na hiyo imani ya punje ya haradali, halitakuwako neno lisilowezekana kwenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa kuna mambo kadhaa sasa ambayo tunapaswa kuanza kuyachambua. Ukisoma 21 sasa ndipo anasema hivi, lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Ni namna ipi? Namna ipi? Bwana Yesu atusaidie sana. Namna hii, lazima hiyo namna ipo, si ndio? Ambayo ili tujue ni kwa nini anasema namna hiyo haitoki ila kwa kusali na kufunga, lazima tuijue kwanza hiyo namna ni ipi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Sasa tuangalie mambo ya muhimu kutokea kwenye hayo maandiko ambapo yatatusaidia kufahamu. Jambo la kwanza, kuna makundi matatu ya watu waliokuwa wanapitia kwenye nyakati ngumu kwenye andiko hilo. Mtu wa kwanza ni yule kijana, yule mtoto ambaye alipelekwa na baba yake, ambaye alikuwa anaumwa kifafa. Alikuwa anapitia kwenye wakati mgumu sana. Baba yake anasema mara nyingi amekuwa anaangushwa kwenye moto, wakati mwingine anaangushwa kwenye maji ili afe. Kwa hiyo mmoja ya watu walikuwa wana wakati mgumu sana alikuwa ni huyo mtoto. Wa pili alikuwa ni baba mwenye mtoto ambaye ana kifafa. Bwana Yesu atusaidie sana. Ambaye anaona kila siku mtoto wake yuko hatarini. Na watu watatu waliokuwa kwenye wakati mgumu walikuwa ni wanafunzi wa Yesu, wakati mgumu wa kihuduma. Bwana Yesu asifiwe. Mgonjwa ameletwa na wanatakiwa kumponya, alafu hawawezi kumponya. Na Biblia inasema Yesu alikuwa amepanda mlimani kama ilivyo desturi yake. Ukiangalia mistari inayotutangulia hapo juu, kama ilivyo kawaida yake, alikuwa ameenda mlimani na huko ndipo akageuka sura. Kwa hiyo usiku mzima yeye alikuwa mlimani. Wanafunzi wake usiku mzima wameletewa mgonjwa, wameshindwa kumponya. Yesu anaporudi anakuta kuna mjadala unaendelea, na mjadala huo ni pamoja na waalimu na waandishi wanajadiliana, tunafanyaje sasa? Bwana Yesu atusaidie sana. Jambo la pili, kilichowafanya wanafunzi wa Yesu kushindwa na wakati mgumu kwenye huduma ilikuwa ni upungufu wa imani, au imani ambayo haikui. Bwana Yesu anasema walipomfuata kwa siri na kumuuliza kwamba kwa nini sisi hatukuweza, aliwaambia ni kwa sababu ya nini? Upungufu wa imani yenu. Kwa kilichofanya wasiweze kumponya huyo mgonjwa ilikuwa ni upungufu wa imani. Anasema nikamleta kwa wanafunzi wako wasiweze kumponya. Yesu akajibu akasema, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka. Kwa hiyo kuna uhusiano wa moja kwa moja
wa kushindwa kuponya au wa kushindwa kuishinda changamoto na imani ulio nayo. Yesu anahusianisha moja kwa moja kutokuweza kushinda nyakati ngumu na kutokuamini au kuwa na imani haba. Lakini kuna maswali ya Bwana Yesu ambayo ameyauliza ambayo tunapaswa kuyazingatia. Swali la kwanza amesema hivi, nitakaa pamoja nanyi hata lini? Yesu anatuambia, anatufundisha kwamba anawauliza wanafunzi wake kwamba nitakaa nanyi hata lini. Kwa nini? Amewafundisha, wameona anavyofanya, na kuna uwezekano kabisa swali la wanafunzi kwa Bwana Yesu nyuma yake lilikuwa lina tulifanya kama ulivyokuwa unatufundisha, si ndio? Tulifanya kama tulivyokuona unafanya. Tulitumia itifaki zile zile kama ambazo wewe huwa unafanya. Na yamkini walipoona analitoa lile pepo hawakuona kitu kipi ambacho walikuwa hawakijui, si ndio? Hawakuona kitu kipi ambacho ni kigeni. Kwa wanapoenda kumuuliza Bwana Yesu, mbona sisi hatukuweza? Nini? Tulifanya kama ulivyokuwa unafanya. Tuliamuru kama ulivyoamuru. Mbona sisi hatukuweza? Yesu anawaambia, issue haiko kwenye kuamuru kama nilivyoamuru. Issue iko kwenye imani. Kwa hiyo ninyi hamkuweza sio kwa sababu hamkuamuru kama nilivyoamuru, sio kwa sababu hamkufanya kama nilivyofanya, ni kwa sababu hamna imani nilionayo mimi. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Bwana Yesu pia anasema nitachukuliana nanyi hata lini? Kwa namna nyingine anasema nitavumiliana nanyi hata lini? Au nitavumiliana na upungufu wenu wa imani hata lini? Afa nawaambia, enyi kizazi kisichoamini kilichopotoka, nitakaa nanyi hata lini? Nitavumiliana na ninyi hata lini? Yesu anaonyesha kutokufurahishwa na hali ya upungufu wa imani yao, au kutumia imani walionayo kutaka kutatulia kila jambo. Bwana Yesu atusaidie sana. Imani ulionayo haitoshei kutatua kila jambo. Imani yako inapaswa kukua, na kitakachokuza ni maombi. Waebrania 11:4 11:6 anasema, lakini pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, maana kila mwendeaye lazima aamini kwamba yeye yupo na huwapa thawabu wote wamwendeao. Kwa hiyo Mungu hapendezwi na imani isiyokuwa. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Mungu hapendezwi na imani isiyokuwa, na hiki kinajithibitisha pia hapo kwenye tunapoona Bwana Yesu anachukizwa na hali ya wanafunzi wake. Sasa anaposema nitachukuliana nanyi hata lini, tafsiri yake amewachukulia muda mrefu, si ndio? Kuna maeneo kadhaa amewachukulia. Eneo la kwanza ni wakati wa dhoruba. Tuliliona Mathayo 8:24 hadi 26. Alichukuliana nao. Anasema kukawa msukosuko mkuu baharini hata chombo kikafunikizwa na mawimbi, naye alikuwa amelala usingizi. Wanafunzi wake wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana, tuokoe, tunaangamia. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga, enyi wa imani haba? Mara akaondoka akazikemea pepo na bahari, kukawa shwari kuu. Ni eneo la kwanza ambalo alivumilia imani yao haba. Eneo la pili ni kwa Petro wakati anazama baada ya kutembea juu ya maji. Mathayo 14:29-31. Mathayo 14:29 hadi 31. Ni eneo lingine ambalo anaendelea kuchukuliana nao. So anasema, inapofika kwenye hii anasema nitachukuliana nanyi hata lini? Kwa sababu sio mara ya kwanza. Mmeona mambo mengi nafanya, mmeona namna gani ninatenda, sasa nitachukuliana nanyi hata lini? Yesu anasema kwenye Mathayo 14:29-31, akasema njoo. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake akamshika akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Kwa mashaka ni matokeo ya imani haba.
mashaka sio tu matokeo ya kutokuwa na imani. Hata ukiwa na imani haba utakuwa na mashaka ndani yako. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo hapa pia amekutana na kutokuamini kwao. Sehemu nyingine ameona kutokuamini kwao wakati wanabishana kwa habari ya mikate. Mathayo 16:7-8. Wakabishana wao kwa wao, Mathayo 16:7-8, wakisema, ni kwa sababu hatukuchukua mikate. Naye Yesu akafahamu akamwambia, mbona mnabishana ninyi kwa ninyi, enyi wa imani chache, kwa sababu hamna mikate? Kwa ubishi pia unahusiana na mambo ya imani. Wanaweza tusaidie sana. Ubishi una mahusiano na kutokuwa na imani. Wenye imani wana uhakika na mambo yao, hawahitaji kubishana. Bwana Yesu atusaidie sana. Hapa pia ameona uhaba wa imani yao, alafu akachili. Na sehemu zote actually alikuwa anawaambia, imani yenu haba, upungufu wa imani. Alafu sehemu ya 4 ni hapa sasa ambapo anashindwa kuvumilia kabisa. Mathayo 17:17. Anashindwa kuvumilia. Anawaambia, enyi kizazi kisichoamini, kilichopotoka, nitakaa nanyi hata lini? Nitachukuliana nanyi hata lini? Kwa anaposema kuchukuliana nao, kuna maeneo kadhaa ambayo amepita nao, alikuwa na watarajia walipaswa kuwa imani yao imekuwa, lakini bado wako vile vile. Na tatizo tunalijua, wanasikia, wanaona, ila hawafanyi nini? Hawaombi, hawafungi, maana Bwana yuko pamoja nao. Na Yesu alisema nitakapoondolewa kwao ndipo wataanza kufanya nini? Ndipo wataanza kufunga, ndipo wataanza kuomba. Kwa hiyo wanaona, wanajua matendo ya Bwana Yesu ambayo amefanya, lakini kila hatua wanayoiendea ambao Yesu aliwatarajia kwamba kwa hatua hii walipaswa kuwa wamevuka, wanashindwa. Na ni kwa nini? Ni watu ambao wamekuwa hawaombi. Tumesema sala inachochea imani, inaactivate imani, inasababisha imani ianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakubaliana kwamba kilichowafanya washindwe kumtoa pepo sio ukosefu wa imani, bali ni upungufu. Right? Ni upungufu. Na tunapata ujasiri huu kutokea wapi? Mathayo 11:8 tunapata kile kisa ambacho aliwatuma waende wakatoe pepo, wakaponye wagonjwa, wakafufue wafu. Sasa kipi ni kigumu? Kufufua mfu au kutoa pepo la nani? Pepo la kifafa. Vyote ni vigumu ukiwa hauna imani. Vyote ni vigumu ukiwa hauna imani. Bwana Yesu atusaidie sana. Lakini tunaona kule waliweza, walitenda, na wakarudi wanamletea ripoti Bwana Yesu kwamba mapepo yalitutii, tuliyafukuza. Anasema niliona shetani anaanguka. Kwa hiyo walikuwa na imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ni kweli walikuwa wana imani, au jambo hilo ambalo tumeliona ni kweli, shida haikuwa ukosefu bali upungufu. Hivyo kigezo cha kuweza kushinda nyakati ngumu zinapokuja sio size ya imani, kama anavyosema chembe ya haradali au punje ya haradali. Yesu alichokuwa anakizungumza hakuwa anazungumzia punje kwa maana ya size. Alikuwa anazungumza tabia ya mbegu ya haradali. Umesikia nilichosema? Yesu hakuwa anazungumzia size, ukubwa au udogo wa mbegu ya haradali. Alikuwa anazungumza tabia zinazoifanya mbegu ya haradali iwe mbegu ya haradali. Kwa hiyo sio size ya imani inayolingana na haradali na punje hiyo ndiyo ingeweza kutatua hilo tatizo lililokuwa mbele yao, bali ni imani yenye tabia, yenye sifa kama za haradali ambayo inaweza kuhamisha milima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Neno upungufu kwenye andiko letu hapo
kwenye lugha ya asili ya andiko hilo linaitwa oligopistos. Oligopistos ilikuwa ina maana hizi hapa. Hilo neno upungufu, kwamba ni kwa sababu ya upungufu wa imani yenu, ni oligopistos. Oligopistos, neno la Kigiriki. Ilikuwa ina maana hivi: imani isiyoendelezwa. Sawa? Imani isiyofanya nini? Isiyoendelezwa. Kwa hiyo alichokuwa anakisema kutokea kwenye asili ya neno kwamba ninyi hamkuweza kufanya kwa sababu mna imani ambayo ifanye nini? Haiendelezwi. Maana nyingine ni imani iliyolala kutokea kwenye hilo neno. Kwa hiyo ninyi hamkuweza kuliondoa hilo pepo kwa sababu imani yenu imefanya nini? Imelala. Mnayo, na inawezekana ni nyingi, lakini imefanya nini? Imelala, iko inactive. Maana ya tatu ni imani isiyokuwa. Kwa hiyo hamkuweza kutoa hilo pepo kwa sababu ya imani isiyokuwa. Kwa tafsiri gani? Imani inayoweza kuhamisha kichuguu sio imani inayohamisha mlima. Kwa hiyo kama mliweza kule, mnapaswa kuwa watu endelevu ambao mtasababisha imani yenu ikue, imani yenu iwe active, ili iweze kuhamisha mambo makubwa kuliko yale ambayo umeyafanya. Kwa hiyo hautatumia imani ile ile kutatua jambo lingine. Unahitaji kuwa na imani inayokuwa kiasi kwamba ikikutana na tatizo kubwa kuliko lile ambalo ulikutana nalo mwanzo, iweze kulishinda. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya. Sasa ni kwa nini Yesu anahusianisha imani inayotenda kazi na haradali? Kwa nini Yesu anahusianisha imani inayotenda kazi na haradali? Marko 4:30 hadi 32. Baba ametufundisha ukikuta popote kitu kinalinganishwa, ili uelewe hicho kitu inabidi ufanye nini? Ukakisome hicho, si ndio? Ni kanuni rahisi sana Baba ametufundisha ya namna ya kuelewa vitu kwenye neno. Kwa hiyo anasema mkiwa na imani kama punje ya haradali, jambo la kwanza anasema mtakuwa mna uwezo wa kuambia huo mlima ung'oke, uhame, na unawasikia. Lakini jambo la pili, mtakuwa hakuna neno lolote litakaloshindikana kwenu. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa nini analinganisha mbegu ya haradali na imani? Marko 4:30-32. Neno la Mungu nasema, akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hufanya nini? Hukua. Kwa kinachofanya milima ikuitikie ni kukua. Kwa nini? Kwa imani. Sio size ya imani kama punje ya haradali. Hazungumzii size, anazungumza kwamba hii mbegu huwa inakuwa. Kwa hiyo kuna aina ya matatizo utakutana nayo yatakukimbiza kama hutakuza imani yako. Kwa hiyo hukua. Kwa hiyo punje ya haradali ni mbegu, na hiyo mbegu ikipandwa huwa inakuwa. Na sehemu zingine anasema hivi, hata ikitupwa huwa inakuwa. Alafu ikishakuwa ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sio tu inaishia kukua, inakuwa kama mboga. Anasema hivi, kwanza ni mbegu ndogo kuliko mbegu zote za mboga. Alafu ikipandwa inakuwa kubwa, na inakuwa kubwa kuliko mboga zote. Alafu inafanya matawi makubwa kiasi kwamba hadi ndege wa angani wanaweza kuwa chini ya uvuli wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni ndogo kweli, ndio, lakini ikiwa inakuwa hakuna litakaloshindikana mbele ya hiyo mbegu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Luka 13:18 hadi 19. Inasema, kisha alisema, ufalme wa Mungu umefanana na nini? Nami ni ufananishe na nini? Anasema umefanana
na punje ya haradali aliyotoa mtu akaitupa katika shamba lake, ikamea. Kwa hiyo ikitupwa huwa inafanya nini? Inamea. Alafu ikimea inakuwa mti, kiasi kwamba ndege wa angani wanakaa katika matawi yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo Yesu analinganisha imani ya wanafunzi wake ni pungufu. Hailinganishi hata na punje ya haradali. Sio kwa kuwa hawana hiyo, ni kwa sababu imani yao ipo, ila iko dormant. Imani yao ipo lakini haikui. Imani yao ipo lakini iko inactive. Na ni kwa nini iko hivyo vyote? Hawaombi, hawafungi, hawasali. Hivyo tu. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tunakuja kwenye hitimisho kwamba Yesu anapozungumza habari ya mbegu ya haradali hazungumzii ukubwa kama ambavyo tumekuwa tukifikiri. Anasema imani kama chembe ya haradali. Hamaanishi ukubwa wa hiyo mbegu, anamaanisha tabia, kwamba huwa inakuwa kiasi kwamba hadi ndege wanakuja juu yake. Imani inayokuwa ndiyo huwa inahamisha milima. Ukiwa hata una imani kubwa ya kuhamisha mlima ambayo haikui, kuna milima mingine mikubwa kuliko huo mlima haitaweza kuhamisha. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo kwenye andiko hilo tunaweza tukasema kwamba Yesu alikuwa anasema hivi: mkiwa na imani inayokuwa kwa mfano wa mbegu ya haradali, mtaweza kuuambia mlima huu ng'oke na ukatupwe huko, na utatii, na wala hakuna neno ambalo halitawezekana kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia hiyo? Nitairudia. Tukirudi kwenye andiko letu lile, Mathayo 17:20. Mathayo 17:20. Tunaweza tukasema hivi, Yesu alichokuwa nakisema hapo kilikuwa hivi: mkiwa na imani inayokuwa kwa mfano wa mbegu ya haradali, ambayo huwa inatupwa, ni mbegu ndogo kuliko zote, afu ikitupwa inakuwa mti mkubwa. Mkiwa mna imani inayofanania tabia za mbegu ya haradali, mtaweza kuuambia mlima huu ung'oke na ukatupwe huko, na utatii, na wala hakuna neno ambalo halitawezekana kwenu. Kwa kinachohitajika sio imani, ni imani inayokuwa kama mbegu ya haradali. Bwana Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Yesu atusaidie sana. Sasa jambo la 5 tunaloliona hapo ni mstari wa 21. Anasema hivi: lakini namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Namna hii ipi? Imani isiyokuwa, si ndio? Imani isiyokuwa, namna ya upungufu wa imani, namna ya kuwa na imani ile ile ambayo haikui, iko vile vile tangu ulipookoka. Imani uliyoitumia kuokoka ndio hiyo hiyo unataka uitumie kwenye mambo yote. Aina hiyo ya imani, aina hiyo ya imani ambayo haikui, mambo hayatakukimbia. Ni mpaka ufanye nini? Usali na kufunga. Sasa wengi huwa tunafikiri kuwa Biblia inasema hivi, kuna mambo mengine huwa hayatoki mpaka ufunge na kuomba, si ndio? Inaweza ikawa sawa upande mwingine, lakini namna hii anazungumzia ile hali ya upungufu wa imani, ambayo kwa hiyo hali ya upungufu wa imani, kitu pekee kitakachokusaidia kuondoa hiyo hali ni nini? Kusali na kufunga. Kwa unaposali na kufunga, inakupelekea kuactivate imani iliyolala. Kwa hiyo imani ikiwa imelala haitafanya chochote. Ukifunga na kusali, itaenda kuanza kuchochea imani ianze kutenda kazi. Itaenda kuchochea imani ianze kukua. Kwa kama wewe huwa unakula tu neno la Mungu, unasikia shuhuda tu na hauombi, imani yako inakuwa dormant. Imani yako inakuwa haina cha kufanya. Haina nguvu ya kuanza kushughulisha mambo. Haina nguvu ya kuanza kutokeza mambo. Mpaka utakapoanza
kuwa na maisha ya kufunga na maisha ya kusali ndiyo yataanza kuisababisha ile imani kama mbegu ndani yako ya haradali ianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaelewana watu wa Mungu? Kufunga na kusali sio mbadala wa imani, kwa sababu tunajua pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na hata ili uombe upokee inabidi uombe kwa imani. Kwa bado sio mbadala wa imani. Na kama tulivyoona kwenye silaha zote za Mungu, ili zifanye kazi zinahitaji nini? Sala na maombi. Ndivyo ilivyo imani. Ili imani ifanye kazi inahitaji usali, inahitaji uwe mtu wa sala, uwe mtu wa maombi ya siku kwa siku. Neno la Mungu ni mbegu. Neno la Mungu ni mbegu ambayo ndani yake inazaa imani. Neno la Mungu hupandwa kwenye udongo ambao ni moyo wa mtu. Neno la Mungu ni mbegu ambayo ndani yake huzaa imani. Hiyo mbegu hupandwa kwenye udongo ambao ni moyo wa mtu. Na sala ni kama maji ya kuimwagilia mbegu hiyo ikue. Mbegu za imani zikiwa nyingi bila maji ambayo ni maombi, zitakauka na hazitaleta matokeo. Nitarudia. Mbegu ya haradali inasema mtu anapoipanda, anaipanda kwenye udongo, si ndio? Na Biblia imetufundisha sasa kwa mpanzi alienda kupanda, zingine zikaangukia kwenye miiba na kadhalika, lakini zingine zikaangukia kwenye udongo mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno la Mungu linapoachiliwa linaangukia kwenye mioyo yetu, na likiangukia kwenye mioyo yetu linazaa imani ndani yetu, kwa sababu imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa linapozaa hiyo imani ndani yetu, ili mbegu yote inahitaji nini? Kwanza inahitaji mbegu yenyewe, halafu inahitaji udongo, ambao udongo tayari ni moyo wako, si ndio? Sasa imeshapata udongo. Huo udongo kama hautakuwa na unyevunyevu, hautapata maji, mbegu haitaota, si ndio? Sasa hivyo ndivyo ilivyo imani. Kwa ili imani ianze kufanya kazi, ianze kukua, inahitaji nini? Maombi, inahitaji maisha ya sala. Kwa hiyo unaweza ukawa una uhakika wa mambo mengi ambayo hayana utendaji wowote. Au kwa lugha ya mzee Yakobo anasema imani pasipo matendo imefanya nini? Imekufa. Kwa hiyo kitakachosababisha uanze kutenda ni maombi yanayoifanya hiyo mbegu ianze kukua, ianze kuota, ikiota iwe mti, ilete matawi, na hatimaye nyuni wa angani waje wakae ndani yake, juu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sala, maombi, shukrani ni kama maji yanayomwagilia mbegu ambayo inaitwa imani. Kwa hiyo kutokuwa na maisha ya sala, kutokuwa na maisha ya maombi ni kuinyimia imani yako maji ili ikue. Bwana Yesu atusaidie sana. Kutokuwa na maisha ya sala, kutokuwa na maisha ya maombi ni kuinyimia imani yako maji. Kwa hiyo imani yako haitakuwa. Imani yako itaendelea kuwa vile vile jinsi ilivyo. Yesu atusaidie sana. Sala na kufunga husababisha nini kwenye imani yako? Kwanza, huhaisha imani iliyo ndani ya mtu. Huhaisha au hutoa uhai kwenye imani iliyo ndani ya mtu. Huleta uhai kwenye imani. 2, hutengeneza mazingira ya imani kuanza kutenda kazi. Hutengeneza mazingira mazuri ya imani kuanza kutenda kazi. 1, huhaisha au huleta uhai au huhuisha imani iliyo ndani ya mtu. Kwa hiyo mtu kama sio mtu wa sala, hata nufaika na zile faida zote za imani wakati wa nyakati ngumu, kwa sababu zile zote zitakuwa ndani yake lakini inactive, hazifanyi chochote. 3, hukuza imani ya mtu iliyotulia au iliyodumaa. Huikuza imani ya mtu iliyodumaa.
Kuwa na imani bila sala na maombi ni kama kupanda mbegu bila kuimwagilia maji, hivyo haitaota. Na hiyo inabidi uhusianishe na imani kama mbegu ya haradali. 4, maisha ya sala na kufunga hupelekea mtu kukiri kile anachokiamini moyoni mwake kwa ujasiri. Baba ametufundisha imani huwa inazaa ukiri, si ndio? Imani huwa inazaa ukiri, na moja ya platform rahisi ya kukiri kile unachokiamini ni kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya platform ya kukiri kile unachokiamini ndani ya moyo wako ni nini? Ni kwenye maombi au ni kwenye sala. Kwenye sala ndipo unaweza ukakiri uweza wa Bwana, ukakiri ukuu wa Bwana, si ndio? Kwenye sala ndipo unaweza ukazungumza namna gani unamwamini Bwana, namna gani unamtarajia Bwana. Kwa hiyo inaleta ukiri. Wakorinto wa 2:4-13. Kwa hiyo wakati wa sala unakuwa kwenye platform ya kumwagilia mbegu zako za imani, ya kuhuisha mbegu zako za imani. Wakorinto wa 2:4-13 nasema, lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena, sisi nasi tuamini na kwa sababu hiyo twanena. Kwa hiyo maombi ni moja ya njia ya kukiri kile unachokiamini ndani ya moyo wako. Kwa hiyo ni platform ya kukusaidia kukiingiza kazini kile unachokiamini kwenye moyo wako, uanze kukitamka na kianze kuumbika na kuanza kukulazimisha kwenda kwenye utendaji. Lakini imani haba au upungufu huleta woga, hofu na mashaka. Hivyo kufunga na kusali huondoa hofu kwenye imani na kujenga ujasiri, hukazia imani au hukamilisha imani. Tulijifunza moja ya kazi ya sala na maombi ni kufanya nini? Ni kumjengea mtu ujasiri. Kwa mtu kama na upungufu na akawa naomba, ule ujasiri unapokuja unaikamilisha imani. Imani inakuwa timilifu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Nimesema hivi, ukiwa una imani pungufu kama Biblia inavyosema, huwa kuna woga, huwa kuna hofu na mashaka. Unapokuwa mtu wa maisha ya sala na maombi, inaleta kitu kingine kwenye moyo wako ambacho ni ujasiri, utulivu na uhakika. Kwa inapoleta vinakuja vinakutana na imani ambayo sio timilifu. Kwa hiyo yale maombi yanakuja kukamilisha imani ambayo sio timilifu ili iwe timilifu. Na ni imani timilifu ambayo ina uwezo wa kukabiliana na nyakati ngumu na kuzishinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Jambo la mwisho ambalo tutalihitimisha kwa siku ya leo ni namna gani sasa unajenga maisha ya sala. Namna gani unajenga maisha ya sala? Tulisema sala ni mtindo, maisha ya sala tunazungumzia mtindo wa maisha. Hatuzungumzii tukio la mara moja. Tunazungumzia maisha ya kila siku yaliyojengwa juu ya mawasiliano ya kudumu na Mungu. Lakini tunaposema maisha ya sala, tunazungumza maisha ambayo kila uamuzi, kila hatua, kila hali mtu anayoipitia huanza, huendelea na kuhitimishwa kwa maombi au kwa sala. Na tukasema maisha ya sala ni maisha ambayo wanaoyaishi mwitikio wao wa kwanza kwenye jambo lolote linalotokea kwenye maisha yao ni sala au kwenye mabano shukrani, maombi, toba, kama ambavyo tumekuwa tukijifunza. Lakini tukasema maisha ya sala ni desturi au ni kanuni, tabia ambazo zinafuatwa mara kwa mara au kwa uendelevu. Lakini maisha ya sala ni maisha ambayo maombi yanachukua sehemu kubwa ya maisha ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tunawezaje kama waamini kujenga maisha ya sala ambayo yatatuwezesha kuweza kustahimili wakati wa nyakati ngumu, kuweza kutusaidia tusikimbie wakati wa nyakati ngumu? Yesu atusaidie sana. Tangu siku ya kwanza tulisema maisha hufanya nini? Hujengwa. Kwa hata maisha ya maombi yanajengwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Sasa hapa kuna hatua kadhaa ambazo unaweza kuzichukua zikakusaidia kuanza kujenga maisha ya sala au kujenga tabia, wewe ukawa ni mtu wa tabia ya maombi, ya tabia ya shukrani. Moja, hatua ya kwanza ni unaanza kwa kufanya tathmini binafsi. Na hiyo tathmini yako binafsi ni tathmini kwa habari ya maisha yako ya sala, maisha yako ya maombi. Unakaa chini, unatulia kwenye utulivu wako, unafanya tathmini binafsi ya eneo lako la sala na maombi. Neno la Mungu linatusisitiza sana kufanya tathmini kwanza kabla ya kuanza jambo lolote kwenye maisha yetu. Kabla ya kuanza jambo lolote, neno la Mungu linatusisitiza kabla hujaenda kujenga, ukae chini ufanye tathmini kwanza. Luka 14:28 hadi 32. Ni nani kwenu akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza, si ndio? Kwa kama unataka kujenga maisha ya maombi, unatakiwa kukaa chini kwanza na kwanza kufanya tathmini. Lakini neno la Mungu linatutaka pia kufanya tathmini pale ambapo mambo hayaendi sawa kama tulivyotarajia. Hagai sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 10. Kwa hiyo inawezekana tayari ulikuwa umejenga maisha yako ya maombi, kuna nidhamu ulikuwa umezijenga tayari. Utakapokaa na kujifanyia tathmini au ukiangalia hali inavyoendelea, unaona ni tofauti na jinsi ambavyo ulikuwa umeanza au jinsi ambavyo ulikuwa unatarajia. Kwa hiyo Mungu anatutarajia kwamba pale mambo ambapo hayaendi sawa tufanye tathmini. Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mstari unaofuata, mmepanda mbegu nyingi mkavuna kidogo, mnakula lakini hamshibi. Kwa hiyo kwenye hali kama hizo ambazo kuna vitu mnavifanya afu mlitarajia ina fulani ya matokeo na hayaji, mwitikio sio kuendelea kufanya, ni kurudi chini na kukaa na kufanya tathmini. Kwa hiyo eneo la kwanza Mungu anatutarajia kama tujaanza chochote tufanye tathmini, lakini kama kuna mambo hayako sawa pia tufanye tathmini. Na jambo lingine anasema kwenye Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14, anasema hivi, siku ya kufanikiwa ufurahi na siku ya mabaya ufikiri. Kwa hiyo bado anatuita kwenye kutafakari. Ukiwa unafurahi ufikiri, ufanye tathmini ya furaha yako. Umekutana na mabaya ufikiri kabla ya kuendelea mbele. Lakini mwisho neno la Mungu linatusisitiza kufanya tathmini tunapomaliza kufanya jambo fulani. Kwa hiyo haya ni maeneo ambayo Mungu anatutarajia tufanye tathmini. Sasa unapokwenda kujenga maisha yako ya maombi, hatua ya kwanza ambayo Mungu anakutarajia ni ya nini? Ujifanyie tathmini binafsi. Na Baba ametufundisha, anasema ukiwa unajifanyia tathmini usijiambie uongo, ujiambie utu ukweli. Maeneo ambayo ulizingua sema hapa mimi nilizingua, au hapa mimi ni mchovu, hapa mimi ni mdhaifu. Bwana Yesu atusaidie sana. Jiulize maswali yafuatayo katika tafakari yako unapokwenda kujenga maisha yako ya sala. Moja, ni mara ngapi umesali kwa wiki, kwa mwezi? Na ulisali nini au uliomba nini? Au kwa wiki hii umeomba mara ngapi? Kwa mwezi huu umeomba mara ngapi? Ukipiga hesabu utagundua kabisa wewe sio mtu ambaye unaomba kwa uendelevu. Neno la Mungu linasema ombeni bila kukoma, si ndio? Luka sura ya 18 mstari wa 1, imewapasa kumwomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Kwa hiyo Mungu anatutarajia kila siku sisi tuombe. Anatutarajia hivyo, kila siku tuombe. Kwa hiyo ukijifanyia tathmini ukagundua kwamba kuna wiki imekata hujafunga, kuna wiki imekata haujaomba, kuna mwezi umekata maombi pekee ulioomba ni ya siku 3 za mwanzo wa mwezi, unapaswa kuanzia hapo. Hapo ndo unajifanyia tathmini. Jambo la pili, nini kimekuwa kinakusukuma kusali au kuomba? Ni matatizo au ni changamoto? Nini kinakusukuma kusali au nini kinakusukuma kumshukuru Mungu? Nini kinakusukuma kuomba? Nini kinakusukuma kutubu? Kuna mtu anatubu akisikia mwisho wa dunia unafika, si ndio? Anasukuma kutubu. Nini kinakusukuma kuomba? Nini kinakusukuma kufunga?
Ni kufellowship na Mungu au ni kupeleka matatizo yako tu? Nini kinakusukuma? Sababu kama kinachokusukuma pekee kusali ni matatizo yako, hautaomba kwa uendelevu. Hautaomba kwa uendelevu. 3, nyakati za amani, maisha yako ya sala yakoje? Nyakati una chakula, una hela zote, wateja wanakuja unavaa vizuri, afya yako iko poa, maisha yako ya sala yakoje? Namba 4, unaweza kusali kwa tafsiri ya kuomba, kushukuru, kutubu, kusifu kwa muda gani kwa mwendelezo? Dakika 5, dakika 10? Okay, tukisema sasa tuna item moja hapa tunapoenda kusali, tumshukuru Mungu. Unaweza kumshukuru Mungu kwa muda gani? Unaweza kutubu kwa muda gani? Ukimsikia baba akiwa anatubu, si ndio? Masaa 3. Nimefanya pungufu ya utukufu wako. Wewe dhambi unazozijua ni tofauti na ambazo anazijua baba, si ndio? Hata akwambia nimefanya pungufu ya viwango ambavyo Mungu alinitarajia kufanya kwenye ndoa yangu. Kwa upana ambao ataenda ni masaa 3. Hiyo inaonesha stability yake, stability alionayo kwenye eneo la sala. Ana maisha ya sala. Tukisema tumshukuru Mungu hapa, tuinuke tu, kila mtu aanze amshukuru Mungu. Baada ya dakika 20 kila mtu atakuwa amemaliza kumshukuru Mungu. Wengi tutakuwa tumemaliza. Hatuwezi kuendelea kumshukuru Mungu. Tukisema tuanze kuombea watu, watu watakuwa wanajisahau, wanaanza kujiombea wao wakati tunaombea watu wengine. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo unaweza kwenda umbali gani unaomba? Kiwango kidogo ambacho Bwana Yesu alikisema ni saa 1. Ukijipima unaona kabisa unaweza ukapiga saa nzima unaomba bila kuambiwa omba mtu wa Mungu. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii, ukiwa wewe mwenyewe unajitia moyo. Unaweza hapo unajifanyia tathmini binafsi. Ni eneo gani una nguvu na ni eneo gani una udhaifu kwenye maisha yako ya sala? Unakwama wapi au nini kinakukwamisha? Ni mazingira, ni watu waliokuzunguka, ni aina ya kazi ulionayo inakuzuilia? Anza kufanya tathmini. Namba 6, je, kwa hali yako hiyo ya maombi ulionayo, nyakati ngumu zikija, utakuwa una ujasiri wa kusema mtu kama mimi nikimbie? Kwa hiyo hali unayoiona, ukaja wakati mgumu kama uliomkuta Ayubu, utakuwa una ujasiri wa kusema mtu kama mimi nikimbie? Mtu kama mimi nimkufuru Mungu nife? Utakuwa na huo ujasiri ukijifanyia assessment yako. Dhoruba fulani ambazo umekuwa ukiziona kwa watu wengine na wanasimama, kwa hali yako ya maombi na unavyojijua, zikija utasimama? Utacheka wakati wa nyakati ngumu? Utalala wakati wa dhoruba? Bwana Yesu atusaidie sana. Wakati unatakiwa kutupwa kwenye tanuru liwakalo moto, utakuwa na ujasiri wa kusema asipotuokoa hamna shida? Utakuwa na huo ujasiri? Sasa ujasiri huo unatengenezwa kwenye nini? Maisha ya sala. Namba 7, nini unapaswa kufanya sasa kutokea kwenye tathmini yako hiyo ambayo umeifanya? Unafikiri nini unatakiwa kufanya? Nini unatakiwa kufanya? Mbili, 8, si ndio? 8,
unahitaji nini ili uweze kujenga maisha ya sala? Ni watu, ni mwongozo wa maombi, ni instrumento Bwana Yesu tusaidie sana. Ni nini yani? Nini unahitaji? Yani haya ni mahitaji yangu ambayo nikiyapata nitakuwa mtu wa maisha ya maombi. Mwingine hata umeshanunua speaker kako umesha download hadi instrument, lakini bado, si ndio? Bado unapambana. Swali lingine la kusaidia kufanya tathmini katika hayo ambayo unahitaji ili kujenga maisha yako ya maombi, una nini? Katika hayo una nini? Sababu huwa tunaanza na tulionayo, sio ambayo hatuna. Tunaanza na tulichonacho. Tulichonacho ni mtaji wa kupata ambavyo hatuna. Lakini hauna nini cha kukuwezesha kuwa na aina hiyo ya maisha ya maombi? Hayo ni baadhi ya maswali ambayo ukijiuliza yanakupatia picha na kukufunua wewe hali yako ya maisha ya maombi ikoje. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza kutengeneza maisha yako ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Namba 2, hatua ya pili. Tengeneza malengo. Tengeneza malengo yanayotokea kwenye tathmini yako uliyoifanya. Hakikisha lengo lako la maisha ya maombi linahusu jambo halisi unalotaka kubadilisha au kuimarisha katika maisha yako ya maombi. Kwa mfano, badala ya kusema nataka kuomba zaidi, sema nataka kuomba kila asubuhi, walau kila asubuhi dakika 15 kabla ya kuanza kazi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo weka lengo linaloeleweka. Kusema tu nataka kuomba sana, sana aje? Eleza dakika 15. 2, hakikisha lengo lako linapimika ili ujue kama unashinda au unashindwa. Kwa hiyo sema nitafanya maombi ya asubuhi kila siku kwa wiki nzima, na kuandika labda mafanikio ya maombi yangu kila siku. Lakini 3, hakikisha lengo linawezekanika. Hakikisha lengo lako sio kikwazo kwa hali yako ya sasa. Kama hujawahi kuomba saa 1, lengo lako halipaswi kuanzia saa 1. Linapaswa kuanzia at least dakika 5 kila siku, alafu uanze kuongeza kidogo kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe. Alafu namba 4, lengo lako linapaswa kuwa na maana au kusudi linaloeleweka. Na kusudi kubwa liwe ni kujenga na kuboresha mahusiano yako na Mungu na sio kupata vitu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye kutengeneza malengo, jambo la 5, weka muda wa kuanza na kumaliza mpango wako huo wa kuomba. Jambo la 3, ongeza tabia za ufuatiliaji. Andaa ratiba yako ya maombi ambayo ina taarifa za unaomba nini, utaombea wapi, na utaomba kwa muda gani. Biblia inazungumza kwa habari ya Danieli. Alikuwa anaomba kila siku saa ngapi? Mara 3, si ndio? Inafahamika kabisa, asubuhi, mchana na jioni. Na inaonesha pia kuna sehemu maalum alikuwa anaenda kuombea, si ndio? Na akiwa anaomba alikuwa anafanya nini? Alikuwa anafungua dirisha kuelekea wapi? Yerusalemu. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza ratiba ijulikane kabisa kwamba mimi kila Ijumaa nitakuwa na maombi ya kufunga ya saa 24. Na nikifunga nitaombea jambo 1, 2, 3, 4, 5. Na kama una uwezo unaandaa na mwongozo ambao unaeleweka. Lakini andika mahitaji yako vizuri na shuhuda za yale Mungu anafanya kupitia maombi yako. Hapo ni kwenye kuongeza tabia za kujifuatilia wewe mwenyewe. Lakini andaa vifaa na mazingira ya kukusaidia kujenga tabia ya maombi. Inaweza ikawa ni mwongozo wa maombi. Atukuzwe Yesu. New Vine Church huwa tunapewa miongozo ya maombi.